wa Dr. Philip Mpango pia ametoa wito kwa taasisi za dini kutambua wajibu wa kuendelea kusimamia katika taasisi yake ya kuombea taifa, lakini pia kufundisha imani ya kweli ya Mungu na kukemea maovu katika jamii, kufundisha maadili mema na kuwa kielelezo cha haki na uadilifu. Lakini pia makamu wa rais ametoa wito huo mara baada ya kushiriki katika ibada maalum ya jubilee ya miaka 50 ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, nazungumzia KKKT Diocese ya Pare iliyofanyika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro, na kwamba kwa njia hiyo kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uaminifu. Tuweza kumsikia pia makamu wa rais akitoa rai hiyo kwa taasisi za kidini. Aidha, ni muhimu pia kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA ikiwemo mitandao ya kijamii katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Taasisi za dini zinawajibika kuendelea kusimama katika nafasi yake ya kuliombea taifa letu, lakini pia kufundisha imani ya kweli ya Mungu, kukemea maovu katika jamii na kufundisha maadili mema na kuwa kielelezo cha haki na uadilifu. Kwa njia hii, kanisa litachangia katika kujenga jamii inayowajibika na yenye uadilifu. Aidha, ni muhimu pia kuwa wabunifu na kutumia fursa ya maendeleo makubwa ya TEHAMA ikiwemo mitandao ya kijamii katika kuinjilisha na kutoa huduma nyingine muhimu. Sawa. Haya, unautumiaje mtandao wako wa kijamii? Mambo yanakuwa hivyo. Lakini pia katika gazeti la Mwananchi Tanzania, habari nyingine iliyoandika imeandika kwamba mchuano wa ratibu kampeni za CCM. Lakini pia habari nyingine iliyopewa uzito hapa ni kwa heri baba, na kuna habari picha wakati mazishi ya kumwaga aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Raila Amolo Odinga yakiendelea hapo. Lakini pia habari nyingine imeandika Heche uhamiaji ni mguu kwa mguu. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Heche uhamiaji mguu kwa mguu. Sasa msemaji wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alipata wasaa pia kuzungumza kwa kile ambacho kinajadiliwa na kusema kwamba Heche yeye alikuwa nje ya mipaka ya Tanzania na mambo alienda hivyo. Lakini pia jana alijitokeza kwenye vyombo vya habari na kusema yeye yupo Tanzania, na msemaji amekuja kuclarify kwa maana ya kuweka sawa ili swala ili wa Tanzania tuweze kuelewa. Msemaji, hebu tueleze imekaaje hii? Waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania na wasalimu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kina ujumbe mahususi wa kutaka kuzungumza na nyinyi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeona taarifa ya serikali ya CCM kupitia idara ya uhamiaji inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayosema kuwa makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Wegesa Heche amevunja sheria ya uhamiaji ya sura ya 54 kwa kuingia nchini Kenya bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji. Chama kimechukua taarifa hiyo kwa uzito mkubwa. Chama kimeona kuna upotoshaji wa hali ya juu kabisa, ambayo tunasikitika kuwa Mheshimiwa Heche bado yuko nchini, lakini idara ya uhamiaji inapotosha umma. Ikumbukwe jana chama tulitoa taarifa na tukaeleza kuwa Mheshimiwa Heche amefuata taratibu zote za kutaka kuingia nchini Kenya. Ameenda boda mpaka wa Sirari one stop border na kufuata taratibu za kutaka kuingia nchini Kenya, lakini pasipoti yake ikachukuliwa na akawekwa kizuizini bila kuelezwa sababu yoyote ile. Lakini pia habari nyingine imesema hapa uhamiaji yatoa kauli sakata la Heche. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Tumeweza kumsikia msemaji wa Chadema pia na wao walitoa kauli kwa upande wao, lakini pia nitakusomea barua hiyo. Lakini pia habari nyingine iliyopewa uzito hapa imeandika matumizi holela ya dawa ya P2 changamoto ya kiafya kwa jamii. Ukurasa wa 11 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine imeandika Wasira tumpe Samia mitano mingine ya kazi kubwa zaidi. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Taarifa nyingine iliyoandikwa hapa yasema Mpango taasisi za dini zisimame katika nafasi yake, na tumemsikia
tumemsikia makamu wa rais Dr. Philip Mpango akieleza namna ambavyo taasisi za dini zinaweza kuhusika na kusimama kusaidia taifa letu kuwa na amani. Katika habari nyingine kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika ACT yaahidi serikali ya uadilifu, ajira bila upendeleo. ACT ikipita, ajira bila upendeleo. Sasa tuweze kumsikia mgombea urais wa ACT Wazalendo hapa akijimwaya na kutueleza hii ajira bila upendeleo itakuwaje. Mgombea Omo, tujuze bwana. Dr. Hussein Mwinyi alizungumza na vijana wa chama cha CCM. Alizungumza maneno yafuatayo: kuwa ajira zitakazotoka mara hii watakaopata ni wale wale ukaona tunazungumza Nungwi, ukooni mnakumbuka uko Kiti. Akazungumza kwamba yeye atahakikisha mara hii aletewe majina ya vijana wa CCM tu kupata ajira hizo. Tunamkumbusha Dr. Hussein Mwinyi amesahau dhamira ya nadharia ya mabadiliano. Tunamkumbusha Dr. Mira ya nadharia ya mabadiliano. Tunamkumbusha Dr. Hussein Mwinyi amewadharau na kuwabagua vibaya sana Wazanzibari, hususan vijana pamoja na wazee na wanawake. Kauli hii ya ubaguzi imeturudisha nyuma zaidi, ambao kwamba kila siku tunasema Zanzibar haiendelei. Kumbe Zanzibar viongozi wao siku hadi siku wanapatika chuki ya ubaguzi. Waheshimiwa vijana, kwa kauli hii ya ubaguzi tunamuomba Dr. Hussein Mwinyi awaajiri vijana kutokana vijana wale wanaostahiki, ambao kwamba hawa wana haki ya kupata ajira bila kubaguliwa. Huyu ana chama hichi, huyu ana chama hichi, hapo tutamuelewa. Ikiwa yeye ni muumini wa maridhiano haya, na yeye alimwambia baba yetu Maalim Seif Sharif Hamad yuko tayari kunako maridhiano, iwaje leo vijana wa Zanzibar anatubagua makundi kwa makundi? Hawa wanafaa, hawa hawafai. Leo gwiji la habari Tanzania limeandika kiwanda cha shaba chanukia Rukwa. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo, na Samia atoa uhakika ununuzi mahindi. Mwiguru amsifu kujali wananchi. Wasira sema amethibitisha uwezo kuiongoza nchi. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo, na habari nyingine imeandika vijana wasitengane kwa sababu ya siasa. Ukurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo, na habari nyingine imeandika Raila azikwa, Ruto amwagia sifa. Ukurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo, na habari nyingine imeandika serikali yaagiza tiba za dharura kabla ya malipo. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Habari nyingine imeandika hapa mgombea urais makini ahimiza amani upendo. Ukurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine ndani ya gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania limeandika Dr. Mwinyi aeleza mikakati kukuza biashara. Yamo maduka Kariakoo hadi Kisiwandui hapo. Yamo maduka Kariakoo hadi Kisiwandui. Kuna kuwa na biashara inayokuwa siku hadi siku. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Habari ya mwisho kwenye gazeti la Habari Leo imeandika Dr. Mpango ahimiza ubunifu mafundisho ya dini. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo. Narejea, usiondoke pembeni na radio kwako, bado naendelea kuchana kurasa za magazeti. Naitwa Ndaki William, hii ni Amka Tofauti na anategea sikio AFM radio kutoka hapa Dodoma kwa masafa ya 92.9 kuwa tofauti.